Habari mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Korumba Lebavas, mtu wa miliki ya Mungu kutokea katika viunga hivi vya chuo cha kilimo Uyole hapa jijini Mbeya. Ni mwendelezo wa kuripoti taarifa zinazohusiana na mkutano mkubwa wa Injili. Awali tuliuita hivyo, lakini sasa tuna ujasiri wa kusema ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa Injili, kwa kuwa umekutanisha watu kutoka mataifa mbalimbali, ukiacha taifa la Tanzania, ukiacha taifa la Kenya, Malawi. Tayari watu wamefika hapa na kutoa ushuhuda kupitia mkutano huu ambao umeandaliwa na kanisa la New Life Church and Prayer Center linaongozwa na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel. Na kikubwa kwa siku ya leo ambacho kimejiri, ukiacha maombi ambayo yaliongozwa kwa muda wa masaa matatu kasoro na Pastor Sarah, alipanda jukwaani kuanzia majira ya saa 8 Pastor Ezekiel na kushuka katika jukwaa ambalo lina madhabahu katika muda wa saa 11:30 hivi. Na huduma hizi huwa zinaanza kuanzia saa 2 asubuhi hapa. Kwa tayari wamefika na wanaanza kutoa huduma ya maombezi, lakini pia uinjilisti unafuatia pale katikati, kisha shuhuda. Na miongoni mwa shuhuda ambazo leo hii nimejidhihirisha ni mwanamama ambaye alikuwa anasumbuliwa na macho kutokana na pressure kisukari. Ndio ambayo ni shuhuda kubwa zaidi ambayo leo hii imetikisa katika mkutano huu. Alikuwa kipofu, lakini maombi aliyopata hapa ameona kitokea huko Sumbawanga. Hebu tutazame kidogo kile ambacho kimejiri leo, ikiwa ni siku ya pili ya mkutano huu, siku ya tarehe 25 Septemba 2025. Kono yako juu. Bwana Yesu, kwenye mkutano huu kuna watu wako ninaamini. Baba, kwenye mkutano huu kuna watu wanaopona, hawawezi rudi nyumbani wakiwa wagonjwa. Wamesarenda maisha yao yote kwako. Hawana imani na mtu mwingine, wako na imani na wewe tu. Yesu, kwenye uwanja huu kuna watu uliowaotesha ndoto watapona kwenye mkutano huu, na kazi ya damu yako ianze. Yesu, kuna watu ambao wametembea kwenye hospitali wakachoka. Leo ndio siku yao. Na nitakapotaja 1 hadi 7 wakikuita Yesu, Bwana Yesu Kristo, ukashuke hapa na nguvu zako na ukawafungue. Ninasema 1 na unasema Jesus. Mara 7, wengine hawatamaliza mara 7, tayari ameanza kazi. Tayari Yesu Kristo ameanza kazi. Saidia yule, saidia yule. Nahitaji testimonies 3. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Faida Sanga, natokea Sumbawanga. Nilikuwa na sukari ndani ya miaka 3. Nikatembea hospitali mbalimbali, wakaniambia tatizo nimepigwa shoti la sukari kwenye macho na pressure. Lakini nilipofika hapa naona mwanga na watu, hata aliyenileta hapa namuona huyo hapa. Kwani ulikuwa uoni? Ndio. Na nywele nilinyolewa. Nani alimleta? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kweli nimemleta mimi kutoka Sumbawanga. Mimi ndio pastor niliyokuambia, ni kati ya watu ambao nilikuwa na miaka 60 nikiwa Mavueni 61. Sasa hivi ndio naanza kujua Mungu kuanzia saa hizi na miaka 2. Lakini sasa nimeanza kukomboa. Huyu hapa nilikwenda kumchukua Sumbawanga, alikuwa amenyolewa nywele, hajua aliyemnyoa, lakini sasa hivi anaweza kuongea na kutembea na kuona. Sasa hivi alikuwa haoni. Alikuwa haoni? Alikuwa haoni. Alinyolewa na hajui nani alimnyoa. Na hajui nani aliyemnyoa. Na nimemvalisha above on ili azuie nywele zake. Hizi hapa nywele zimetumika kama kipara chako pastor, lakini hebu mpe microphone. Dadangu, ulikuwa uoni? Ndio. Sasa unaona? Naona mwanga mkubwa tofauti na mara ya kwanza. Na unaweza kuona mtu hapo? Ndio. Kama unaona mtu mguze. Huyo hapa. Amevaa nguo gani? Amevaa nguo nyeupe ina maandishi. Hapo pia. Na huko ameshika mic ananielekeza mdomo. Si mtampe Yesu makofi mazuri. Tanzania, ni wewe Bwana, ni wewe. wamemnyoa watu wa
Sumbawanga. Wachawi wa Sumbawanga, njooni hapa kwenye mkutano kabla mkutano haujaisha. Amina. La sivyo nitawanyoa mimi siku ya Saturday. Mimi nitawanyoa wachawi siku ya Saturday. Ama niwaache wachawi na nywele? Mutampe Yesu makofi mazuri. Testimony nyingine. Huyu ana ushuhuda pastor. Alienda hospitali wakakataa haezi fanyiwa operation sababu alikuwa na fracture ya shoulder. Lakini sasa alipokuja jana anaweza inua mkono wake kabisa, anaweza nyanyua kitu. Ako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Aaron Yona Makalinga. Natokea Busokero, Itete, Kibore. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa matendo aliyonitendea. Muujiza nimeuona. Mkono huu ambao mimi niliweza kuumia na kuvunjika, bega hili hapa katikati palitoboka. Lakini sasa hivi ninamshangaa Mungu, nilipoingia mahali hapa nilikuwa siwezi kuinua mkono, sasa hivi naweza. Sasa hivi naweza. Sasa hivi naweza. Kwa hiyo nimeuona muujiza mkubwa kutoka na Bwana alivyonitendea. Gele na makofi kwa Yesu. Muujiza mkubwa. Mungu ni mkuu. Mungu ni mweza. Ezekieli, Mungu akutumia na aendelee kukutumia na kuongezea uzima. Uendelee kuikomboa dunia hii. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Yesu makofi mazuri. Testimony ya mwisho. Basa kwa miezi mitisa alipata ajali, hakuwa anaweza kutembea, alikuwa anatumia hizi. Kwa sasa hivi anaweza tembea. Ndugu yangu tembea mwenyewe. Jamani Tanzania, Yesu Kristo anakupenda. Yule mtoto please, anaweza kumuona kwenye runinga akitembea? Mwenyewe yako. Unaitwa nani baba? Naitwa Festo Mbilinyi. Mtoto wako alikuwa na shida gani? Mtoto wangu ana shida ya kutembea. Kwa muda gani? Ana miaka 16 sasa. Haya, mwanao ndio huyo anatembea. Amina, amina. Mapenzi yako Bwana Yesu, mapenzi yako Rabi. Mikono ya juu. Kama unafurahia nguvu za Mungu, salimia tu Bwana Yesu, salimia tu Bwana. Oh, takuabudu. Mpe yule dada microphone, yule ambaye alikimbia kutoka huko na crutches zake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Upendo Mohamed Malika. Ni mwenyeji wa hapa Uyole. Nilipata ajali mwezi wa 8 tarehe 24. Ni mwezi huu, wiki mbili zilizopita nimefanya tena operation ya mara ya pili. Nikaambiwa umeanza kuunga mfupa mdogo, mkubwa bado. Kwa hiyo uwezo wa kutembea sina. Nilikuwa natembea na magongo. Jana nimefika hapa saa 10. Naingia ndani ya uwanja, niko ndani ya bodaboda, ikaingia baridi ndani ya mwili. Nikawa nasikia baridi, mwili hauna nguvu. Bado sijashuka kwenye bodaboda. Niliposhuka kwenye bodaboda jana hiyo, mwili ukawa hauna nguvu, nimekaa kwenye kiti. Baadaye kidogo nikaona mwili unarudi nguvu. Akaja mtumishi wa Mungu akaniambia simama, chukua hatua. Achia gongo, nikamwambia siwezi. Akasema imani yako ndo inakuponya, nikasema siwezi. Akanyang'anya gongo moja. Nikajaribu kutembea na gongo moja, nikaona mguu unakuwa mwepesi, nikamkabidhi na gongo la pili. Mpaka sasa ninatembea, nasema Mungu ni Ebeneza. Ninamshukuru Mungu wa mahali hapa, anatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naamini leo. Asiamini naamini leo. Haleluya. Hosana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Haleluya. Ninatembea sasa, ni mzima. Mami tembea. Ndio huyo, angalia. Mungu wangu, ninaweza kukanyaga. Mungu wangu umepona sasa. Oh, asante.
tena makofi. Mkipata mahali pa kutupa hizo gongo, zitupeni tu. Yesu hakutuumbia magongo, alitupa mifupa yetu. Na Yesu akiponya mwingine kule anachomoka kule mbio. Kumbuka, anasema mwingine alimwambia amuka, akasema siwezi. Na kuna watu wengi wako kule kwa hema, anasema siwezi. Yesu anasema amuka, siwezi, amuka. Walioamini Yesu Kristo anawaponya na wanarukaruka kama ndege. Karibu testimony mwingine. Huyu pasta kwa miaka 28 hajawahi tembea tangia akiwa miaka 3. Nani amekuja naye? Huyu babake. Mpe baba aseme mwenyewe. Mimi naitwa Mara. Huyu mtoto wangu aliugua ghafla tu akaacha kutembea akiwa na miaka 3. Sasa mpaka sasa hivi kumefika ni miaka 28 ambayo hajiwezi kutembea. Hii ndiye anatembea ukiona. Ninamuona. Mungu abarikiwe. Nashukuru jamani, Mungu mnashukuru Mungu wa Mungu. 20 na. Haleluya hosana. Haleluya hosana. Haleluya hosana. Haleluya hosana. Haleluya. Haleluya Bwana. Haleluya. Salamu kwa Yesu. Mbea ukichoka na kumpungia Yesu mikono, malaika wataabudu katikati yetu. Bado siku 3 za maajabu, ishara, baraka kwa wale ambao wanaamini. Hapa katika viwanja hivi tutaendelea kuripoti kile ambacho sisi kimetuleta, kwa sababu tulikuwa awali tunaripoti kuhusiana na maandalizi ya mkutano. Sasa ni wakati wa kuonyesha matokeo ya mkutano huo. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba. Yesu ninayemtumikia amekutoa kwa wheelchair, nenda ukaishi kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Hodi Tanzania, hodi Mbeya. Mtumishi wa Mungu, mwinjilisti wa kimataifa Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church kutoka nchini Kenya anawakaribisha kwenye mkutano mkubwa wa miujiza, ukombozi na nyota utakaofanyika chuo cha kilimo Uyole, Zambia Road, kituo maarufu kilimo jijini Mbeya nchini Tanzania, kuanzia tarehe 24 mpaka 28 mwezi wa 9. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0774781537 au 0689822510. Siku 5 za maajabu ya Yesu yasiyo na idadi. Watu wote wenye shida mbalimbali na wenye magonjwa wataombewa na kupona, na pia kutakuwa na maombi maalum ya kuliombea taifa la Tanzania. Usipange kukosa baraka hii.